Sasa tuelekee hadi kaunti ya Nyandarua ambapo chama cha UDA kinaendelea na kura ya mchujo ya wagombea wa kiti cha ubunge cha Ol Kalou kaunti hii ya Nyandarua, huku wagombea 10 wakichuana kupata tiketi ya chaguzi ndogo itakayofanyika tarehe 16 mwezi wa Julai. Mhariri wa NTV Bridget Ngana anafuatilia shughuli hiyo na anaungana nasi kutoka Ol Kalou. Labda hujambo Bridget Ngana, na kufikia sasa shughuli inaendelezwa kwa njia gani? Sijambo Ruga, tuko katika shule ya msingi ya Mombi ambapo shughuli ya upiga kura ama kupiga kura inaendelea, na ukiangalia nyuma yangu ni wakazi wa kaunti ndogo hii ya Ol Kalou wakijitokeza katika vituo 142 za kupiga kura ili waweze kuchagua yule ambaye atapata tikiti ya chama cha UDA. Imekuwa ni mchuano kati ya wagombea 10 na hisia hapa ni kuna hali ya ati kwani uchaguzi huu ama mchujo huu wa chama cha UDA pia inafuatiliwa na ile ya chama cha DCP, ikikumbukwa kuwa hii ni ngome ya kati ya nchi ambayo kuna kinyang'anyiro mkali kati ya ubabe dhidi ya Rais William Ruto na chama chake cha UDA na aliyekuwa naibu rais ambaye ni kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, ikikumbukwa kuwa katika misa ya wafu ya mwenda zake mbunge wa kale wa hapa David Kiaraho tulimpata yule kinara wa chama cha DCP akifoka na kuongea vikali jinsi eneo hili la kati ya nchi ilivyomtoka rais, na haya yote yataweza kujibaini katika chaguzi ndogo ambayo inakuja mwezi wa Julai. Lakini tangu asubuhi tumeweza kuona kuwa kuna watu wamejitokeza kwa hali ambayo haikuwa imetarajiwa, ikikumbukwa kuwa kulingana na IEBC eneo bunge hili inawapiga kura zaidi ya 72,000 waliosajiliwa, na hao ndio walipiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, na hao wote wanatarajiwa kutokea. Lakini katika chaguzi hizi ndogo kumekuwa na ile hali ya si wengi sana ama nusu ya wale waliosajiliwa ndio wanaonekana kujitokeza, na hivyo pia ndio tulishuhudia katika ile chaguzi katika mchujo wa chama cha UDA ambayo ilifanyika katika eneo bunge la Emuru Wadikir ambayo ilifanyika mwezi jana. Lakini kwa sasa chama cha UDA kimeonyesha kuwa iko na shughuli ambayo inafanywa katika njia ya dijitali. Wanaofika hapa hawatumii makaratasi yoyote, wanatoa tu kitambulisho chao ili waweze kuonekana kama wameorodheshwa kama wapiga kura katika kituo cha kupiga kura, na wanaelekea kupiga kura yao kwa kubonyeza kipakatilishi au tablet na kuchagua yule ambaye wangetaka apate tikiti ya chama cha UDA. Lakini tuliweza kuzungumza na baadhi ya wagombea na wakazi kuhusu jinsi shughuli ilivyokuwa, na hivi ndivyo walivyosema, na pia usemi wa chama kuhusu jinsi hali inavyoendelea. Tunatarajia uchaguzi ya leo na nomination hizi za chama chetu cha UDA itakuwa free, fair and transparent. Kusikue na udanganyifu wowote. Chama imejaribu, lakini pia hatutaki kuona kama kuna mambo yoyote itafanyika yenye italeta credibility issue kwa uchaguzi wetu. Nimepiga kura vizuri, hata maagent wako fiti, hata karibu ningeuliza hakuna kachai ni kunywa hata vile mnanihudumia. Iko fiti hiyo shughuli. Voting process is digital, and people are used to the manual way of voting, where after you voted, you know, then you have your finger marked with the indelible ink. But for us, we really don't need to mark anybody, because once you have voted and you come back, the gadget will be able to detect that you have voted, all right, and it will reject your second attempt to vote. Kulingana na chama cha UDA ama bodi ya uchaguzi ya chama cha UDA, tutaweza kupata matokeo ya mchujo huu ifikapo mwendo wa saa 12 jioni, lakini nitaendelea kukita kambi hapa na kuwapasha vilivyo. Naam, asante sana Bridget Ngana. Bila shaka mtazamaji akikita kambi katika eneo bunge hilo la Ol Kalou ambapo kura za mchujo za chama cha UDA zinaendelezwa, na kama alivyotaja basi navyo vya chama cha DCP takuwa ni hapo kesho. Basi mtazamaji, zidi kuganda nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya. Tutakuwa tukikuletea taarifa hizi kadri tu zinavyochipuka.